Neno siyam limekuja katika Qur'an mara 14, katika suratul Baqara mara 7, lakini limekuja kwa maana zake mbili, maana ya kilugha na maana ya kisheria. Wa warada almaana allughawi fi surati Maryam, qala subhanahu faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Hii ni maana ya kilugha. Neno saum lina maana ya al-imsak, kama kwenye aya anil kalam. Bibi Maryam alijizuia na kuongea chochote, anaamrishwa usiongee chochote, al-imsaku anil kalam. Wa huwa mutlaqul imsak. Neno saum, kuna saum na siyam. Neno saum likija katika Qur'ani lina maana ya mutlaqul imsak, ni kujizuia kwa chochote kile, kwa maana ya kujizuia tu. Taqulu samatir rih idha amsakat anil hubub. Samatir rih, je, upepo nao unafunga? Maana ya kilugha kwamba upepo unajizuia kuvuma, ukitulia basi Waarabu wanasema samatir rih, mutlaqul imsak. Walam yarid maanahu ash-shar'iyyu illa bimaddati siyam. Ama neno siyam ndio lililokuja likabeba maana ya kisheria ya funga. Neno siyam katika Qur'an lina maana ya kisheria peke yake, sio maana tu ya kujizuia, lakini neno saum lina maana ya kujizuia. Hata katika alqiraat, katika vile visomo vya Qur'ani vyote, hata ma fawqa al-ashra, vyote halikuja neno siyam kwa maana ya kilugha, lina maana maalumu. Ndiyo hiyo maana ambayo tunatakiwa tuijue leo. Halafu tujiulize suali lilokuwa kubwa, hal nahnu nasumu sauman au nasumu siyama? Lazima tujue tofauti. Je, sisi tunafunga kwa maana tu ya kujizuia, au kuna kitu cha ziada ambacho tunatakiwa tujizuia katika maana hiyo ya kujizuia? Qala alulama as-siyamu thalathatu aqsam. Saum, watu wanapofunga huwa watu wapo katika makundi matatu: saumul awam wa saumul khawas wa saumu khassatil khawas. Tupo katika makundi gani? Saumul awam an tasuma albatnu anil akli washurb. Hii ndiyo funga ya watu wengi, ndiyo maana ikaitwa al-awam, na hii inabeba ile maana ya kilugha, maana ya kujizuia. Kujizuia kitu gani? Kula na kunywa, imebeba maana ya kilugha. Wa saumul khawas an tasuma aljawarih, ni kujizuia viungo vyako, ulimi wako na viungo vilivyobakia. Anil maasi, kujiepusha na maasia. Na maasia imma yatakuwa ni qawlan au fi'lan. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharaba. Yule ambaye hatajizuia na kauli ya zur, kauli ya uongo, kuzusha, na akafanyia kazi kauli ile, basi Mwenyezi Mungu hana haja ya kujizuia kwake kula au kunywa. Kwa hiyo maksudio si kula, kujizuia kula na kunywa, kuna maksudio ya juu zaidi. Hapo tumekwenda kwenye maksudio ya pili, mtu kujizuia na kila maasiya yanayotokana na ulimi. Huu ni mfano tu kaulu zur, lakini alkadhibu na mengineyo yote, kutukana katika mwezi na mambo yote, mtu anatakiwa ajizuie. Wal amala bihi, na kila amali iliyokuwa ni ya kumwasi Mwenyezi Mungu, mtu anatakiwa ajiepushe. Wa saumu khassatil khawas an yasuma alqalbu an kulli ma yughdhibu Allah. Na hapa ndio unakuwa ukamilifu wa neno siyam. Ni ule moyo kujizuia au kufunga na kila kitu ambacho kinamghadhibisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana umejizuia kula na kunywa, umejizuia na kufanya maasia ya ulimi na viungo vilivyobakia, lakini ndani ya moyo wako kuna kitu, hapo utakuwa bado hujakamilisha neno asiyam. Kwa hiyo ukisema mimi nimefunga imanan wahtisaba, maana yake umefunga kabisa kila kitu, huli wala hunywi wala hufanyi kitendo cha jimai wala hufanyi maasiya yoyote yale,
lakini pia umeufunga moyo wako na kila kitu ambacho kinakuwa kipo ndani ya moyo kinamghadhibisha Mwenyezi Mungu. Allah, as-sawm al-qalbu yasum. Najiuliza, unastaajabu, moyo nao unafunga. Naam, alqalbu yasumu anil hiqdi walbaghdai walhasad. Moyo pia huwa unafunga ukaondosha kila kilichomo ndani yake, ikiwa ni chuki, hiqdi, ikiwa ni hasadi, ikiwa ni jambo lolote lile unalitoa katika moyo wako. Yani uwe katika saum na mwezi huu na masiku yanayofuata, wewe ukiwa safi kabisa, umejitakasa na kila kitu.